Wakipata haya mafunzo wakajua vihatarishi na jinsi gani ya kuvizuia, basi mazingira yao yatakuwa salama na pia hata afya zao zitakuwa salama. Na hii itapelekea kwamba swala zima la uzalishaji utakuwa ni uzalishaji wenye tija na uzalishaji endelevu, kwa kuwa wafanyakazi husika watakuwa katika maeneo salama, kwamba hawataweza kupata magonjwa, waweza kupata kuumia, na hii itapelekea pia hata serikali kutokugharamia gharama kubwa kwa ununuzi wa vifaa tiba ambao vinatoka vingi ya vifaa tiba ambao vinatoka nje ya nchi. Eneo likiwa salama, miundombinu ikiwa salama, kwa kila kitu kitakuwa kinaenda katika mpangilio ambao umepangiliwa, na hivyo kuleta tija kwa familia, kwa taifa na hata kwa taasisi husika katika eneo husika hilo la kazi. Kupitia haya mafunzo tunategemea kwamba ajali na magonjwa yatokanayo na kazi yatapungua au yataisha kabisa katika maeneo yao ya kazi. Nenda kwenye hospitali zetu hata hapa. Wengi wanavunjika mikono, wanavunjika miguu kwa sababu ya bodaboda. Wale hawajafundishwa na OSHA jinsi ya kuhandle zile pikipiki. Wenyewe wanakizipata tu wanaziparamia na kuanza kupanda siku hiyo, regulations hawazijui. Matokeo yake wanakwenda speed kali na wengine wanakunywa pombe, ndio wameendesha wamelewa, wanaendesha pikipiki, wanavunjika miguu. Inakuwa mbaya, alafu watakurudisha kwenye maskini. OSHA tunaweza tukafanya kazi mahala pa kazi kwa bodaboda tu. Kuna vihatarishi vingi sana ambavyo vilikuwa vipo na tulikuwa tujui kama vinaweza kutuzuru kwa kiasi gani. Kwa kupitia haya mafunzo nitaenda kuwa chachu katika hoteli yangu. Tumejifunza namna ya kuendesha vikao vya kamati ya usalama pamoja na mambo ya afya. Kwa kupitia semina hii ambayo tumeipata au mafunzo haya, tutakuwa na uwezo wa kuendesha vikao vyetu vya ndani ili kuweza kuhakikisha kwamba mfanyakazi anakuwa katika mazingira salama, hata yule ambaye anapatiwa huduma au waajiriwa wote pamoja na mwajiri tunakuwa katika mazingira ya hali ya usalama.